Nitakuchapa, tulia we. Tena mwimbaji wa wokovu, utume roho yako juu yetu kama ulivyofanya Poka. Kwa ajili ya neno, utume roho yako juu yetu kama ulivyofanya hapo kale. Uwashe moto wako ndani yetu, tusiwe watu wa makofi. Uwashe moto wako ndani yetu, tusiwe watu wa uvuguvugu. Utume roho yako juu yetu kama ulivyofanya siku hii. Mtume Petro alipohubiri katika nyumba yake Mtume Petro alipohubiri katika nyumba yake Kornelio, utume roho yako juu yetu. Iyo utupe nasi Pentekoste, maelfu wenye dhambi waokoke na neno lako lienee. Maelfu wenye dhambi waokoke na ujumbe na neno lako lienee kote. Uwaamshe waliosinzia, waliochoka huku safari. Bwana, tujie kama kale ulivyowabariki watu. Bwana, tujie kama kale ulivyowabariki watu wako. Utume roho yako juu yetu, mikono yako uinyoshe sana. Ishara za ajabu zifanyike, wagonjwa uwaponye. Ishara za ajabu zifanyike, iyo wagonjwa waponye kati yetu. Tasimama tusome neno la Mungu.
Wakorinto wa pili sura ya 5. Dawa manta kuchapa. Simama mbio. Wende kwa vyako. Wende kule mbio. Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 1 tunasoma kwa tukufu wa Yesu Kristo. Amen. Niweke sawa. Kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. Amen. Maana katika nyumba hii twaugua, tukitamani sana kuvikwa kao letu litokalo mbinguni. Amen. Naomba. Tunakushukuru Baba yetu, Mungu mkuu na muweza, Yesu Kristo, kwa kutupa hii nafasi na kukubali neno lako lisomwe mahali hapa katika asubuhi ya leo. Sifa na shukrani zikurudilia wewe Baba. Tazama Mungu wetu, neno hili liko rahisi kulisoma kwa sababu ya shule, kwa sababu ya elimu ya duniani tunajua kuunganisha herufi, lakini uhai unatoka kwako Yesu. Na huo ndio ambao tunaohitaji katika asubuhi ya leo Baba. Katika ibada ya leo tuweze kuona mkono wako na nguvu zile za kubadilisha umbo zikaweze Baba kuingia ndani yetu, zikaweze kupindua kila kusudi ya muovu, kila kusudi ya shetani ambayo amekwenda kuiweka ndani yetu. Maana umesema usiku na mchana ni mapambano kati yako na shetani, na uwanja ambao mliweza kuchagua ni ndani ya mwanadamu. Asubuhi ya leo Baba, tunajikabidhi kikamilifu kwako, kaweze kutuongoza na kutusaidia. Tuweka yote chini ya damu, kibariki usomi wa neno katika jina Yesu Kristo. Amen. Nawasalimieni katika jina Yesu Kristo. Amen. Na kuwakaribisheni tena katika jina hilo. Amen. Nashukuru Mungu umetuamsha kwa neema, umetupa hii nafasi tena ya kuwa mbele zake. Kila wakati ni neema ambayo tunakwenda kuipata, sio kwa nguvu zetu. Yaani ninapoongea kwa neema sio kama vile slogan, kwa sababu ni Mungu mwenyewe, ni utashi wa Mungu, kupenda kwake. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo kila wakati ni kumshukuru yeye, kwa sababu yeye ndo anatuwezesha kuona hii mwanga na kuwa mbele zenu kwa ajili ya kuweza kupata neno. Ni jambo la rehema zake. Kwa hiyo tunaendelea na somo yetu ya asili ya mwanadamu. Dogo niletee maji. Ni jambo la kumshukuru sana Mungu wetu kwa hilo. Jana tuliweza kusikia nabii alivyotuambia mambo mengi wakati tulisoma ujumbe tulisoma ujumbe gani? Unaweza kumbuka ujumbe ambao tulisoma? Ilikuwa imani. Soma imani, tukasoma na nafsi. Tulisha kwenye ujumbe wa imani. Tunaachana hiyo, tunaingia ujumbe mwingine. Toka hapo wewe. Toka hapo mbio.
Tuangalie ujumbe mwingine hapa. Maswali na majibu juu ya Waebrania bila kukawia. Maswali juu ya Waebrania sehemu ya 3. Ilihubiriwa tarehe 6 mwezi wa 10 57. Maskani ya Branham. Kaa vizuri nyewe wote. Aya 822. 822. Paona? Kaa vizuri grade. Paona? 822. Hatukusoma hapo 21 kwa sababu tushaviona. Tuko kwenye mwili wa pili kwa sababu wa kwanza tushauona. Mwili wa kwanza tuliona na wa hisi 5. Mwili wa udongo, corps physique. Kwa hiyo tuko mwili wa nini? Wa theofania au mwili wa kiungu. Corps theophanique. Theophanique, yani mwili wa Mungu, mwili ambao Mungu anakuaga nao. Ndo huu. Unaposikia theophania, yani ni mwili theos, yani theos ni Mungu. Nasikia vizuri? Mwili wa Mungu au mwili wa kiungu au wa mbinguni. Miili ambayo wako nayo mbinguni ndo theofani. Miili ambayo inakuaga na malaika. Tunasikia vizuri? Ndiyo theofani, kwa sababu malaika na wenyewe waliumbwa kwa neno. Ni kweli? Si ndio wa viumbe wa kwanza kuumbwa? Na ndo walianza kumpa Mungu cheo cha kuabudiwa. Ndio pale Mungu akawa na jina la cheo la Mungu, kwa sababu Mungu ni chochote kinachoabudiwa. Kwa hiyo kabla hajaumba hakukuwa anaitwa Mungu. Nasikia vizuri? Inasema hivi 822. Sasa wakati yeye yule Logos, mwanzo hiyo ile ya mkubwa je? Iko ansha sawa. Iko wewe uchukue kule dogo. Iliacha kule. Kwa kadogo. Kadogo. Na herufi nayo inakuwa ndogo. Auoni? Takuchapa wewe. Hapa tunaweka umilele. Hapa ni Mwanzo 1, Mwanzo 2 na Mwanzo 3. Tunasikia vizuri? Sasa hapa ndo kulikuwa huyu Logos au Elohim. Elohim, Logos au chemchemi.
fontaine. Yaani hapa kabla ya mwanzo alikuwa wa milele, na umilele ni sehemu ama ni wakati ambao hauna mwanzo au mwisho, ni kama circle hii, ndo umilele. Yaani haina mwanzo wala haina mwisho. Lakini hata hivyo Mungu alikuwepo mahali pale. Ushapaona? Okay. Sasa wakati yeye yule Logos alipotoka kwa Mungu, ambayo ilikuwa Mungu akitoka kwa hiki kisima kimoja kikuu kuingia mwilini katika mfano wa mwanadamu. Nasikia huko Yaani huyu Elohim Logos ambaye alikuwa hapa kwenye hii chemchemi, wakati alipokuwa hapa hakukuwa na umbo, yaani ilikuwa ni nuru tu, lakini katika ile nuru Mungu alikuwepo pamoja. Sasa wakati alipotoka katika hii hali ya chemchemi kuu au fontaine au kutoka kwa Elohim akawa Logos. Tunasikia vizuri? Logos ambao ni mwili wa kiungu, lakini uko na maumbile kama ya mwanadamu. Tunasikia? Ina maumbile kama ya mwanadamu. Ndio nabii anasema. Yule Logos alipotoka kwa Mungu, ambayo ilikuwa Mungu. Mungu akitoka katika hiki kisima kimoja kikuu kuingia mwilini katika mfano wa mwanadamu. Katika mfano wa mwanadamu. Yaani hii chemchemi ikachukua umbo la mfano kama wa mwanadamu. Nayo ikafanya Logos, ambayo tunaiita mwili wa kiungu. Nasikia Branham? Ndo mwili wapi ambao Mungu aliuchukua kutoka Elohim, akachukua mwili wa Theofani au Logos, ni masinonime tu. Mwili ambao Mungu aliuchukua, ambao una maumbile, una mfano wa nini? Wa mwanadamu. Na ndio maana Branham wakati alipoingia kiwango cha 6 saliwaona washaroros na wandugu wengine hawakuwa na miili ya kibinadamu. Lakini ile miili ya kibinadamu haina hisi kama ya kwetu. Ndio Branham alituambia jana. Si ni kweli eh? Sasa nabii anasema hivi. Nayo ikafanya Logos, ambayo tunaiita mwili wa kiungu. Sasa ukichukua ule mwili wa kiungu, unapoutazama huo ni mwanadamu, ni mwanadamu. Unapochukua mwili wa kiungu ni mwili wa mwanadamu. Sawa? Tunatoa hii mfano hapa. Logos ni mwili wa mwanadamu. Si ndio mwanadamu anakuwa, yaani ni mwili kama huwa, lakini hautokani na mavumbi. Lakini maumbile ni ya mwanadamu, lakini hautokani na mavumbi. Tunasikia vizuri? Na ndio maana Roho Mtakatifu naye ni naye ana maumbile. Tunasikia vizuri? Saint Esprit c'est un homme. Roho Mtakatifu ni mtu. Tunasikia vizuri? Yesu. Yule Roho wa Mungu ambao mnasikiaga ule ni mtu. Tunasikia vizuri? Ina maumbile ya lakini ukiwa na huu mwili huu wetu wa kawaida hautaona ile roho. Niambie, Roho Mtakatifu iko wapi hapa? Je, haiko hapa? Lakini kwa sababu tuko kiwango kingine hatuwezi muona. Tunasikia vizuri? Na ndio maana hata Yesu mwenyewe wakati alipokuwa anamtokea ndugu Branham, ilibidi Yesu awe anachukua mwili. Ile roho wa Mungu inachukua mwili ya maumbile. Ndio anamtokea sasa. Kwa sababu roho haikuagi inaonekana. Tunasikia vizuri? Yesu mwenyewe ndo alisema, hakuna aliyewahi kumuona Baba isipokuwa mwana ambaye alimtambulisha.
Unasikia vizuri? Sasa ukichukua ule mwili wa kiungu, unapoutazama huo ni mwanadamu. Tuko pamoja? Sasa kwa kuwa sasa hapo ndipo tulipokuwa hapo mwanzo. Sasa unasikia Branham? Ndio gisi tulikuwa hapo mwanzo. Tuko tunaelewa nabii? Unasikia asili ya mwanadamu alikuwa nini? Alikuwa teofani. Kabla hajaingia Mwanzo 2, kabla hajawekwa mwili wa udongo. Hapa Adamu hapa. Si ndio mwanzo hapa? Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano. Kwa hiyo Adamu hapa tayari si ndio representant wa wanadamu? Adamu. Kwa hiyo Adamu alipokuwa hapa alikuwa deja ni teofani hapa. Ni huo mwili wa kiungu hapa. Yaani alikuwa ni Mungu katika umbo lingi. Yaani Mungu alitoka Mwelohime akawa Logos. Unasikia? Alitoka katika ile chemchemi akawa Logos. Sasa Biblia inasema ile Logos ile ni mwanadamu. Ukichukua ule mwili wa kiungu, unapoutazama huo ni mwanadamu. Hapo ndipo tulipokuwa hapo mwanzo. Sasa hapo mwanzo Mungu alipoumba mbingu na nchi, miili yetu ilikuwa ya kiungu. Sisi, na ndio maana sisi hatuko huu mwili wa udongo, sisi ni mwili wa kiungu. Sawa? Sasa Nabii anasema sasa amuelewi hilo sasa, lakini mlikuwa kule nyuma mwanzoni hivyo. Mwanadamu alipoumba Mungu alipoumba mwanadamu katika mfano wake, yeye alimfanya katika mwili wa kiungu. Nasikia Branham akisha anamalizia, ndo miili yetu hii. Je, hatutakaa muudongo? Tunasikia vizuri? Huu mwili wa udongo ulitokana na nini? Tuende pole pole. Mungu alipomuumba mwanadamu katika mfano wake, yeye alimfanya katika mwili wa kiungu. Nasikia huko na yeye alimuweka tu ndani ya mwili. Mungu alipomuumba mwanadamu katika mfano wake, katika sura yake, walikuwa katika Mwanzo 2 kulikuwako, au Mwanzo 1:28. Naamini ndipo, wala hapana mtu wa kuilima ardhi, na Mungu alikuwa amekwisha kuumba mwanamume na mwanamke. Ndio inasema hiyo Mwanzo 1:28. Naam, hapana mtu wa kuilima ardhi. Ndipo Mungu akamshusha mwanadamu kidogo, huyu mwanadamu wa kiroho huyu akamshusha kidogo. Ndipo Mungu akamshusha mwanadamu kidogo zaidi na kumuweka katika uhai wa mnyama. Hiyo ni mwili huu, ni mwili huu. Unasikia nabii kisa iko anarudilia? Yaani kutoka kuteofani tukaingia katika mwili wa udongo, tukaingia katika mwili wa nyama. Unasikia vizuri? Venye Musa alisema alikosea. Nyoka alikuwa nani? Mwanadamu. Mnyama. Musa hakusema mwanadamu. Musa alisema nyoka alikuwa mnyama. Sio kweli? Sawa? Nyoka alikuwa mnyama na mwanadamu ni mnyama. Alipotoka katika umbile la Logos, Mungu akamshusha kidogo. Ndio nabii alisema Mungu akamshusha mwanadamu kidogo zaidi na kumuweka katika uhai wa mnyama, ya Mwanzo 2:7. Kwa hiyo huu mwili ni wa mnyama. Nyoka alikuwa mnyama. Twende polepole. Mushamba lote la Eden, mnyama nani ambaye alikuwa na akili kuzidi wote?
Si nyoka? Biblia inasema nyoka. Twende pole pole. Jamii yote ya wanyama ambayo iko hapa duniani, mwenye iko na akili zaidi ni nani? Ni singo nauliza. Ni wanadamu. Ni mwanadamu. Usiogope, ni neno. Branham ndo tulisoma hapa nafsi zilizo kifungoni. Tunasikia vizuri? Tulisha isoma, sio kwamba eti tuna papasi. Ngoja nisome. Ngoja kudhibitisha hivi, anasema utasikia Branham kisha anasema nafsi zilizo kifungoni. Ngoja nifungua kadogo. Sikia hapa. Nafsi zilizo kifungoni, aya ya 37. Sawa? Aya 37, nafsi zilizo kifungoni. Tarehe 10 mwezi wa 11 63. Tabia ile iliyokuwa ndani yako. Sawa? Amen. Kwa tabia ulikuwa wa ulimwengu. Tabia. Wakati mwanadamu alipowekwa mwili, alichukua maumbile na tabia ya nini? Ya dunia. Alikuwa shakuwa mwili. Na ndio maana alianza sikia upweke. Je, alipokuwa kiroho alisikia upweke? Yeye kuingizwa tu mwili, akaanza kuona hakuna mwenye anafanana na yeye. Tabia ya ulimwengu inaanza inaanza mvuta. Yaani mimi iko hivi kimwili, kuna kitu ambacho napaswa kienee kwangu. Tunasikia vizuri? Sio kweli? Na ndio Branham alisema mtoto anapozaliwa anaanzaga kufanya nini? Anaanza tafuta sehemu ya kunyonya. Anaanza kutafuta anyonye. Ndio na tulisoma nabii wiki ya nyuma hii. Inyakuwa hapo. Toka hapo nitakuchapa. Unasikia? Tabia ile iliyokuwa ndani yako, kwa tabia ulikuwa wa ulimwengu. Umetengwa na Mungu. Kwa kweli ulikuwa ni mnyama. Ulikuwa mnyama. Kwa tabia ya dunia wewe ni mnyama. Yaani unapozaliwa unakuwa na tabia ya mnyama. Unasikia vizuri? Kwa tabia asili yako unapokuwa katika umwili una tabia ya mnyama. Kwa maneno mengine una tabia ya ulimwengu. Tabia ile iliyokuwa ndani yako, kwa tabia ulikuwa wa ulimwengu. Unasikia? Umetengwa na Mungu. Kwa kweli ulikuwa ni mnyama. Sawa? Hiyo ni kweli kabisa. Kila mtu anajua ya kwamba sisi ni jamii ya wanyama wanaonyonyesha watoto. Kila mtu anajua. Nusome de mamifere, mama Mali. Jamii ya wanyama ambayo inawanyonyesha wanani? Yaani tuko jamii moja na mbuzi na ng'ombe. Yaani ule mnyama yote ambaye ananyonyesha. Mbuzi haikuwagi ananyonyesha. Sisi wote tuko jamii hii. Sisi wote tuliweko mkiwango hiki. Baada ya kutoka mlogos, kutoka kwenye mwili wa udongo wa kiungu, Mungu akatushusha zaidi kidogo, tukawa na maumbile ya nani? Ya mnyama. Brana? Sikia? Branham huyu. Tunaelewa? Hiyo ni kweli kabisa. Kila mtu anajua ya kwamba sisi ni jamii ya wanyama wanaonyonyesha watoto. Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Nabii anauliza. Wangapi wanajua jambo hilo? Na sisi senye. Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Sisi ni wanyama wanaowanyonyesha watoto.
Sisi ni jamii ya wanyama wenye damu moto. Hivyo ndivyo tulivyo kwa maumbile yetu ya duniani. Na sisi tunapozaliwa katika haya maumbile ya mwili na wanyama, tuko kitu kimoja, tuko mklase moja. Miili yetu na miili ya mbuzi, ya ng'ombe, ya kondoo, ya mbwa, ya nguruwe. Nguruwe iko nyama. Sisi sote tuko jamii hii, tuko jamii moja, na sisi tunanyonyesha watoto kama wanyama wanavyonyonyesha watoto. Sisi ni wanyama wanaowanyonyesha watoto. Sisi ni jamii ya wanyama wenye damu moto. Hivyo ndivyo tulivyo kwa maumbile yetu ya duniani. Maumbile ya duniani, si ndio hii? Mwanzo mbili. Huyu mwenye alitengenezwa hapa iko tofauti na huyo wa Mwanzo moja. Kwa hiyo huyu mtu wa Mwanzo mbili ni maumbile ya mnyama kidunia, lakini kimbinguni ni teofani. Unasikia? Pamoja? Kwenye niko nataka niseme siafiki. Lakini mnaona kile kilichotufanya tofauti na wanyama wengine wanaonyonyesha watoto. Kitu cha kwanza, sisi wote tunanyonyesha watoto, na wanyama na watu. Wanyama na binadamu wote hao wanafanya nini? Wananyonyesha. Kwa hiyo mwanadamu naye ni mnyama kidunia. Nyama anakula mwenzake nyama. Sio kweli? Simba na yeye akikuwaya na kuku anakula nyama mwenzake. Na wewe ukiua simba unakula nyama tunasikia? Sio kweli? Nyama inakula nyama ingi, udongo inakula udongo mwingi, kwa sababu kidunia sisi wote tunatoka udongo. Sio kweli? Cha mafunuo ya nabii. Lakini mnaona kile kilichotufanya tofauti na wanyama wengine wanaowanyonyesha watoto, kwamba Mungu aliweka nafsi ndani yetu. Nasikia vizuri? Mungu aliweka nafsi ndani yetu. Hapa ndio kile kinatufanya sisi tuwe tofauti na nani? Na wanyama. Kwa hiyo huyu Logos ambaye iko hapa ndio nafsi, ndio ule mwili, na ndio mwenye alikuwa hapa akawa na maarifa ya juu kuliko wanyama wote. Ule nyoka ndio maana kila siku nilikuwa nairudia. Ule nyoka mwenye alisemwa eti alikuwa na akili kuliko ni huyu hapa. Hakuna mwenye iko na akili zaidi ya, utasikia Branham hapa. Hakuna mwenye iko na akili zaidi ya mwanadamu. Mungu alianza wale wanyama wadogo ambao ni chura, ndo akaenda na panda. Alianza kuumba kwa wanyama hao wa kawaida. Alianza chura. Chura ndo wa mwisho kuwa ndo kudogo. Kutoka chura akaenda na panda. Akafika kwenye mnyama wa mwisho ambaye alikuwa juu ya wengine wote. Branham anasema ni mwanadamu. Sikia. Mungu aliweka nafsi ndani yetu. Mnaona? Naam. Wanyama wengine wanyonyeshao haiwabidi kuvaa nguo. Mbuzi inavaa nguo, imbwa, kwa sababu hawana nini? Nafsi ya kujua mema na mabaya. Wanajua kama wako uchi. Tunasikia huko Na ndio maana mwanamke mwenye anatembea uchi yani sawa iko chini na nani? Ya mnyama. Tunasikia vizuri? Mwanamke ambaye anavaa vibaya iko chini ya mnyama, kwa sababu yeye ndiye alikuwa anatakiwa aoneshe kwamba iko tofauti na mbuzi. Kwa sababu mbuzi na yeye kama angelikuwa na akili asingebakia vile alivyo. Lakini kwa sababu Mungu akumpa nafsi, kwa sababu nafsi ndio akili, ndio nabii tuambia jana, nafsi ndio akili. Kwa hiyo ukiona mwanamke mwenye anavaa vibaya, yeye anazidiwa na
Yaani yeye iko chini ya mnyama. Sasa haiko hata mnyama, iko chini. Yaani anazidiwa hata na nguruwe. Tunasikia vizuri? Sikia nabii. Kwamba Mungu aliweka nafsi ndani yetu. Mnaona? Naam. Wanyama wengine wanyonyeshao haiwabidi kuvaa nguo. Hakuna mnyama mwingine inayembidi kuvaa nguo kufunika aibu yake. Huko mnyama mwingine tofauti na mwanadamu. Mwanadamu haiko mnyama. Ndio mwenye alipewa akili ili asitiri mwili wa ili asipate aibu. Tunasikia vizuri? Kama hana nguo si aibu. Yesu mwenyewe wakati alimvua nguo haikuwa aibu. Ukawa giza kuanzia saa 6 hadi saa 10. Hakuna jua, hakuna mwezi, hakuna nyota. Sayari zote zikawa giza. Kwa sababu ni aibu. Tunasikia? Hakuna mnyama mwingine inayembidi kuvaa nguo kufunika aibu yake. Isipokuwa sisi. Branamu anamalizia. Isipokuwa sisi. Sisi ndio tu tunaofanya jambo hilo. Kwa maana tuna nafsi. Kwa maana tuna akili. Mungu alitupa akili. Ndio ule wimbo nilimbaga siku ile au kwako. Nilimbaga pale nyimbo ambayo tulikuwa tunaimba tukingali batoto miaka ya nyuma kule. Masonga mbele kule. Tulikuwa na ile kipindi tulikuwa naenda kwa pastor mmoja wa Methodist hivi. Tuko watoto. Alikuwa na karedio, tunaweka kanda ya muziki. Sasa yeye alikuwa anapiga kwaya kwake. Ndio tunaanza zungurusha hivi. Kule radio wazabu ulikuwa saka garo hivi, unashika hivi. Yaani ukichoka muziki haulii au kanda icheze. Wewe unakuwa unazungurusha hivi kama vile mwenye unagusa kitu gani? Kama unazungusha kuna kampini hivi. Unapozungurusha ndio radio inalii. Tunasikia vizuri? Ndio tulikuwa tunazikia zile kwai. Mungu katuumba kwa mfano wake, katutofautisha nasi. Ndio anaimba pale, katutofautisha na wanyama wasio na akili, akatutenganisha mema na mabaya. Kitu kama hicho. Eti Mungu alitupa ufahamu wa kujua mema na mabaya. Alitutofautisha kati yetu sisi na wanyama. Branamu. Unasikia? Bali iba kwa Branamu. Unasikia hizi siri mtu anaweza jua hizo bila kusoma Branamu. Tunasikia? Ndio tofauti. Ule wimbo ndio ile wimbo. Nalilaga mema ya siri ya nguvu zake. Samsoni kwa kuzidi wakatoboa siri. Ndio ile albumu hii, zile nyimbo ziliimbwa vile. Tangu kuzaliwa wembe haujapita kichwani mwangu. Kitu kama hicho. Sasa ndio kuna kuaga wimbo huu ambao anasema hapa. Mungu alitutofautisha na wanyama. Katutofautisha na wanyama wasio na akili. Tunasikia vizuri? Sasa Biblia inatuambia kwamba ndio yake kinatofautisha sisi na wanyama. Mungu alitupatia nafsi. Jana nabii akatuambia ni nini? Akili. Tunasikia vizuri? Brandao. Hakuna mnyama mwingine na imbidi kuvaa nguo kufunika aibu yake isipokuwa sisi. Sisi ni wanyama. Lakini sasa wale wenye waliimba huu wimbo hawakujua kama mwanadamu naye ni mnyama. Hizi ni siri za nabii sasa. Tunasikia vizuri? Kwa hiyo hakuna mnyama mwingine ambaye alipewa akili ili asitiri mwili wake isipokuwa mwanadamu. Pamoja? Kwa sababu gani? Tuna nafsi. Ndio nabii anasema. Sisi ndio tu tunaofanya jambo hilo kwa maana tuna nafsi. Lakini angalia, Mungu hapo mwanzo alijua jinsi ambavyo mwanadamu angekuwa. Je, Mungu hakujua? Alijua. Naye akaumba nchi. Sikia huko. Kisha hapa ndoko niko nataka nisome hapa. Fuata hapo vizuri. Naye akaumba nchi, kisha akaleta kila namna ya wanyama
Yaani akaleta kila aina ya wanani? Ya wanyama. Sikia. Tangu walio wa hali ya chini sana hata walio hali ya juu sana. Tunasikia vizuri? Yaani Mungu alianza ule wa mnyama wa chini sana. Tunasikia vizuri? Alianza yule mnyama wa chini sana, yaani ule wa mwisho kudogo. Ni chura. Pia akapanda hadi akafika kwa mnyama mkubwa kuliko wote. Mnyama wa juu sana kuliko wanyama wote. Na ndio maana mshamba la Edeni mwenye alikuwa na akili kuliko wanyama wote alikuwa nani? Na nyoka alikuwa ni nani? Mwanadamu. Sema nguvu. Alikuwa mwanadamu, nyoka alikuwa mwanadamu, alikuwa ni mtu. Na ndio mwenye alikuwa na, si ndio maandiko inasema, naye nyoka alikuwa mwerevu kuliko hayawani wote ambao Bwana Mungu aliyowafanya konde. Ngoja nikusomee. Na ndio maana kama hii uzao wa nyoka hukuelewa hapo, mengine yote hauwezi ukaelewa. Siri ya hii ya uzao wa nyoka hautaielewa. Kwa sababu hapa ndio kuko chimbuko, kuko shida hapa. Sura hizi tulitafakari juzi hapa. So walianguka sura ya 3. Hapo walisema nyoka. Nyoka akadanganya mwanamke akaenda mpatia mume wake tu tunda. Si ndio washaanguka hivyo Na baadaye uzao ukaoneka. Kufika sura ya 4 hawakusema tena nyoka. Wakasema kwamba ni Adamu na Hawa ndio walianguka. Na wakazaa Kaini na Abel. Sio kweli? Sasa hii itendo ambayo ilifanyika msura ya 3 ni ya nani? Ya nyoka. Si ya nyoka. Alizaa uzao gani? Mtoto wa nyoka alikuwa nani? Unaona huko Unaagiza na kuana tafakari neno Kwa sababu tukisema kwamba nyoka alizaa itakuwa ni bongo. Sura ya 3 itakuwa ni bongo kwa sababu hawakusema mtoto. Walisema mtoto wa nyoka ni nani? Mwi sura ya 3. Walisema alizaa nani? Wani kusomee. Sawa? Siki. Sura ya 3 inasema hivi. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote. Alikuwa mwerevu hii si akili. Sio nafsi. Na Branham alisema nyoka alikuwa na nafsi. Alikuwa na preske na nafsi. Branham ndo anasema museo tuishaka isoma hapa. Maswali na majibu. Alikuwa preske na nafsi. Ile preske ile kwa sababu iko na mwili na roho. Iko na mwili wa kawaida. Sikia twende pole pole. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Tunasikia vizuri? Nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote. Na Branham anasema hapa mnyama ambaye alikuwa juu zaidi kuliko wote ni nani? Mwanadamu. Kwa hiyo nyoka alikuwa ni mwanadamu? Mshamba yote mkulikuwa wanadamu wangapi? 2. Tunasikia vizuri? Twende pole pole. Tukienda eti kwamba nyoka alikuwa na uzao. Sura ya 3 lazima wangetuambia mtoto wake ni si ndio alianguka? Baada ya kula tunda si Eva alibeba mimba. Lakini kufika sura ya 4 alisema nyoka. Je, nyoka ndo alimpa nani Eva nani ujauzito? Hapana. Na tunasema kama Kaini ni mtoto wa nyoka. Ndio tunasema uzao wa nyoka alikuwa ni nani? Kaini. Lakini ukisoma sura ya 4 wanasema ni Kaini, ni nyoka. Wanasema alikuwa mtoto wa nani? Adamu. Kwa hiyo nyoka alikuwa na nani? Alikuwa nani? Adamu. Tunasikia vizuri? Ndio maandiko tuyasoma hata nabii hivi. Sawa? Inaeleweka? Ni kwa haraka. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote. Yaani ile aina yote ambayo Mungu aliumba mule hapa duniani ya wanyama wote. Mwenye alikuwa juu ya wote alikuwa nani? Nyoka. Mwenye alikuwa na akili kuliko sikia nabii sasa. Naye akaumba nchi. Si ndio dunia hii? Kisha akaleta kila namna ya wanyama. Tangu walio hali ya chini zaidi, tangu walio wa hali ya chini sana, hata walio wa hali ya juu sana. Mnyama wa hali ya juu kuliko wote akatokea. Unasikia Branham? Mwenye alikuwa juu kuliko wanyama wote. Sikia, alikuwa ni mwanadamu.
mwanadamu. Ndo alikuwa juu kuliko wanyama wote. Na nyoka sura ya 3 alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote. Inapingana na hii. Unasikia maandiko? Unasikia maandiko sheri? Unasikia? Na unasikia Branham? Unasikia fasiri? Sikia Biblia ndiko nasema sura ya nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama na nabii akatuambia hapa kilichofanya tofauti ya mtu wa udongo na wanyama ni nini? Ni nafsi. Na Branham akatuambia ni nafsi ni akili. Kuko mnyama mwenye iko na akili zaidi ya mtu. Na Branham ashatuambia hapa kwa mbuzi haimbidi kuvaa nguo ili kusitiri aibu kwa sababu hana nini? Akili. Lakini kwetu tunajisitiri kwa sababu Mungu alitupatia akili ya kujua mema na mabaya. Nikifanya hiki nikosi. Tunasikia? Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke. Nyoka akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Eske nyama anasemaka? Nyama anasemaka? Mwenye anasemaka ni nani? Si ni mtu? Tunasikia? Hii sura ya 3 inaonyesha jinsi nyoka alienda kudanganya nani? Mwanamume. Tena nyoka mwanamke akasema, akaenda, maandiko yanasema kwamba akaenda mpatia, alipokuwa akaenda mpatia na mume wake. Si ndio alikula tunda? Si ndio hivyo? Si ndio inasema hapa? Si ndio sura ya 3? Si ndio inasema lakini? Ndio hivyo? Ndio hivyo. Twende pole pole sasa. Hii sura ya 3 walizaa. Hii sura ya 3. Kuko mwenye alizaliwa humu? Hakuna hata huyu. Wanasema jinsi gani walivyokula ile tunda tu wakaanguka. Lakini hamkuonekana uzaa. Utaisoma kuanzia hii sura haya ya kwanza hadi hapa 20 na ngapi? Inasema hadi 24. Hautasikia hata sehemu moja kwenye walizala. Lakini sura ya 4 sasa ndio uzao unaanza onekana. Tena inageuka, sio nyoka tena, ni nani? Ni Adam. Nyoka wanaenda kudanganya Eva kwa Adam. Huyu mwenye alianguka na Eva humu. Ni huyu nyoka huyu, ni Adamu. Huyu alimuuliza hapo. Huyu alimuuliza hapo. Bali kwa Adam. Ni Adamu huyu. Huyu ni Adamu kwa sababu hivi yote nabii anasema kwa vilikuwa vinafanyika mwakili. Shetani alianza kuwaingiza kuoji neno la Mungu. Kwa hapo wote. Kwa hapo wote. Alianza kwanza kumshawishi nani? Eva. Ndio nabii alisema kwamba Eva alianza kuanguka na nani? Na nyoka na shetani kabla hajaenda timiza lile tendo. Tulisomaga hapa msemansi. Lile neno lililonenwa ndio mbegu ya asili. Branham ndo alisema hivyo. La pensée est l'essai de l'être humain. Ndo uwanja. Kwa sababu tukisema kwamba hapa nyoka alikuwa, twende pole pole, kama jinsi tulivyosema ile siku. Tukisema hii sura ya 3 hii ni nyoka ambaye mwenye alianguka tofauti na Adam. Hapa Biblia itakuwa inajipinga kwa sababu sura ya 4 inasema Adam ndo mwenye alizaa Kaini na nani? Na Abeli. Sura ya 3 inasema jinsi gani tu alivyokula ile tunda na Mungu akaanza weka laana. Akaanza kuweka laana kwa kila mmoja. Akaweka baada ya kuweka laana kufika hapa. Kwa sababu mwanamke alimwambia utazaa kwa uchungu siku zote za maisha yako na tamaa yako itakuwa juu ya mume wako. Adam na wewe kwa sababu ulisikiliza mke wako, ardhi imefanya nini? Ile ardhi ilikuwa ya nini? Unafikiri ni ya budongo chini? Hapana, ni mwili ndio ilaaniwa. Michongoma itakutokea. Sio kweli? Tupataki magonjwa. Branham anasema ile michongoma ni nini? Ni magonjwa. Mateso ya huu mwili.
shida. Haiko ardhi hii. Kwa hiyo sasa humu inaonyesha tu nini? Jinsi walivyokula ile tunda na kuanguka. Lakini humu hawakuonyesha uzao wa nyoka. Walionyesha uzao wa nyoka. Humu hawaonyesha hata nyoka alizaa nani. Humu haipo. Tunasikia vizuri? Ilifichwa. Kufika sura ya 4 sasa ndio ikaanza onekana. Siki. Kufika sura ya 4 sasa. Hapa kote kwa kuna sehemu hivi. Hakuna hata sehemu yenye nabii kwenye Biblia isema kwamba walizala. Sikia hapo kwanza. Kama hapa kwenye nasema Bwana Mungu akamuita Adamu, akamwambia, "Uko wapi?" Akasema, "Nalisikia sauti yako bustanini nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha." Ile kujua uchi nani mwalimwambia kama je, Adamu alikuwa anajua vya uchi? Alijua wapi? Si baada ya kuanguka. Ndio maana Mungu alimuuliza akasema, "Ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale?" Adamu akasema, "Huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala." Unasikia? Bwana Mungu akamwambia mwanamke, "Nini hili ulilofanya?" Mwanamke akasema, "Nyoka alinidanganya." Kwa hiyo kabla ya yeye Eva kwenda kwa Adamu, sawa, nyoka alianza kumdanganya ambaye ni shetani. Unaona hapo iko nasema nyoka, lakini ukisoma na Biblia nakwambia ni shetani. Ni shetani, mawazo. Sikie. Ni wapi tu ni kuelewesha hapo. Hapa na parole paniache nasoma hapa kidogo tu, turudilie kwenye somo yetu. 86 hapa. Sikia. Sikia na bien anavyosema. 86 na bien anasema hivi. Qu'en est-il? Ni kitu gani? La pensée est le sein de l'esprit. Kwamba wazo ndio utumbo wa nini? Ya roho. Unasikia vizuri? Ndio uwanja wa roho. Pourquoi? Kwa nini? Kwa ajili ya kitu gani? Pour recevoir ou bien refuser. Unasikia vizuri? Ndio sehemu ya kupokea ama kukataa. Sawa? C'est comme ça qu'ils commettent adultère. Hivyo ndivyo wanavyofanya uzinzi. C'est en recevant, en laissant un esprit démoniaque de Satan introduire en eux quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Ni kwa kupokea wazo au roho wa shetani akiingia ndani yao ambao yuko kinyume ya neno la Mungu. Sikia, alors elle aura commis un adultère. Ndipo akafanya uzinzi. Sawa? Sikia hapa. 81, c'est ça 81. C'est comme ça que l'adultère se commet spirituellement. Kiroho ndio uzinzi unaofanyika. C'est quand vous, alors que vous savez à quoi vous en tenir par la parole de Dieu, vous avez des rapports dans votre pensée. Ndio unakuwa unafanya uzinzi katika mawazo yako, unapopokea wazo mbaya ya shetani. Que vous recevez un mensonge du diable contraire à la parole de Dieu. Unapokea uongo wa shetani ambao kinyume na neno la Mungu. Najua asema c'est exactement ça qu'Ève a fait. Na ndivyo Eva alikwenda kufa. Elle a eu des rapports spirituels d'abord en croyant les mensonges de Satan. En le recevant dans le sein de sa pensée. Cela a corrompu son âme.
Cela a installé la mort dans son âme. Après quoi, l'acte naturel s'est produit. Kwenye walianza kuanguka. Ile nyoka alinidanganya, ilianza kabla ya nyoka kufika kule. Alianguka kwa murao. Nafsi ikaharibika. Na nafsi ilipoharibika ndio ikamsukuma sasa aende afanye sasa kwa kawaida. Tunasikia? Tunaelewa? Kwa hiyo nyoka mwayasemwa hapa ni mtu. Ni Adam. Walipoanguka msura ya 3 ya Mwanzo, kufika sura ya 4 ndo matunda ikaonekana sasa. Hawakusema tena nyoka, hawakusema tena kwamba eti wakati Eva alipozaa, eti alizaa Kaini na Abeli kutoka kwa nyoka, ama Kaini kutoka kwa nyoka. Walisema kwamba Adamu alipomjua mkewe akazaa Kaini na Abeli. Tuwasikia? Kisha akaleta kila namna ya mnyama, tangu walio wa hali ya chini sana hata walio wa hali ya juu sana. Wa hali ya juu sana. Mnyama wa hali ya juu kuliko wote akatokea. Alikuwa ni mwanadamu. Alikuwa mwanadamu Na ndo mwenye alikuwa na akili kuliko wote mshamba la Eden, ambaye aliitwa ni masinonime. Nyoka iko mnyama. Mwanadamu iko mnyama. Sinonime zile. Nyoka alikuwa celibatere toka pale. Mafuno ya bongo. Alikuwa celibatere wapi? Bongo. Mahubiri ya bongo. Alikuwa Branham alisema alikuwa celibatere, alisemaga wapi? Ushaisikia hii? Kwanza kama alikuwa ni mnyama wa kawaida tungeona mwanamke na nyoka wa mwanamke. Alikuwa naye? Alikuwa na nyoka wa mwanamke? Kama alikuwa mnyama wa kawaida, Biblia inasema kulikuwa viwili, ng'ombe wa kike na wa kiume, kuku wa kike na wa kiume, tembo wa kike na wa kiume. Kama nyoka alikuwa mnyama wa kawaida, upande wake wa kike uko wapi? Kuple yake iko wapi? Tunasikia vizuri? Lakini mwanadamu alipokuja hakukuwa kuple, hakukuwa na mwanamke, kwa sababu alipoingia mwili hapo akaanza sikia upwe. Akaanza ona hakuna kinafanana na yeye. Ndio inasema Mwanzo 2. Mungu akaanza mpitisha wanyama viwili, mke na mume. Mke yake mbona sasa mnaambia sina mwenye ananifanana? Alianza kuisikia wapi? Ndio maana akampa usingizi mzito, akamtengenezea nani? Mwanamke. Unasikia vizuri? Kwa hiyo nyoka alipokuwa mshamba la Eden alikuwa yepe, sio kweli? Adamu naye alipokuwa hapa alikuwa yepe. Hapa sura ya 2 hakukuwa yepeke, alikuwa na couple. Huku unasikia maandiko ya nabii. Unasikia maandiko? Huku unasikia nabii, lakini unasikia hizo funuo. Unasikia mafunuo? Nyoka alikuwa yepe. Na Adamu alipowekwa mshamba la Eden alikuwa yepe. Sio kweli? Sio kweli? Lakini ndani yake mlikuwa roho nyingine ya kike. Sio kweli? Alikuwa na roho hizi ya kiume na ya kike. Akawa nayo hapo kwenye Mwanzo 2. Lakini hata hivyo alikuwa yeye peke. Ndio maana alianza sikia upweke. Sio kweli? Na nyoka alikuwa yeye peke. Pamoja? Sikia. Ndipo Mungu akamshusha mwanadamu, tunarudia kwenye maswali na majibu. Ndipo Mungu akamshusha mwanadamu kidogo zaidi na kumweka katika uhai wa mnyama. Hiyo ni mwili huu. Sawa? Kama tu wanyama, kusudi ailime ardhi. Angegusa. Unasikia? Angegusa. Ina maana unasikia hadithi maandiko iko na namba 5. Uko naelewa lakini sheri. Unasikia hii kugusa. Iko tofauti na kwenye umwi. Na ndio Abraham alisema kwamba tusalimiane. Hatasalimiana hivyo. Uko nasikia hii nayo? Wakati alipomuingiza mwili wa udongo, ndo akaanza gusa ardhi.
akaanza gusa na akagusa na wanyama. Tunasikia vizuri? Sikia, hiyo ni mwili huu, mwili wa udongo, kama tu wanyama, kama mwili tu wa nini, wa mnyama, kusudi ailime ardhi, angegusa. Tunasikia? Kwa hiyo alipokuwa Adamu wa roho alikuwa agusi. Tunasikia vizuri? Kwa sababu ule mwili wa kiroho hii teofani haiko mwili wa udongo wa kugusa, au kwaki na hisi 5. Tunasikia? Haikuwagi na hizi zetu za kawaida za kugusa. Ndio maana Biblia inasema kwamba kula hautampa mtu mkono eti hivi, jambo frère. Si ndio na Biblia tuambia jana? Bonjour frère. Si ndio jambo Shalom frère. Kule haipo kuteofani. Ni miili ambayo iko tofauti na huu wa udongo. Hakuna hisi ya kugusa. Bwana mtana anasema alimuweka, alipomtoa Mwanzo 1:26 akamweka Mwanzo 2 ili ailime ardhi, achukue jembe aanze kufanya nini? Kulima, kupe, aguse majani. Unasikia? Sikia nami, huo mwili wa kiungu, sikia, huo mwili wa kiungu augusi, uko nafuata kule, aufanya nini? Augusi, auoni, aunusi, ausikii. Hizi tulizo nazo tunasikia. Huu mwili huu wa teofani huu au kwaji na hisi 5 kama zetu. Nauliza swali, Mungu alitupatia hizi 5 kwa hii mwili wetu kwa sababu gani? Kwa sababu ina nani na hii mwili? Niseme nguvu. Mungu alitupa hizi 5 kwa sababu gani? Sababu zinaendana na hii mwili ya udongo. Je, nyama haiko na macho? Haiko na masikio? Mungu alitupa hizi 5 kwa sababu ya kuwasiliana na hii dunia. Ndio maana asiyekuwa na hizi 5, na ndio maana anasema hizi 5 hizi hazina uhusiano wowote na Mungu. Yani inahusu hii demeri, makao yenye tunaishi hapa dunia, na ndio maana vinaishia hapa tu. Macho, kusikia, kugusa, sawa? Kunusa na kugusa. Hizi 5 ni kwa ajili ya dunia hii. Sasa huu mwili wa kiungu, huu mwili wa teofani au logos, hauna hizi 5 kwa sababu sio wa hii dunia. Unasikia vizuri? Sio wa hii dunia, ndio maana hauna hizi 5. Ndio Branham anasema. Unasikia na Benkisi anadhibitisha jumbe zote zetu tunasoma. Ile 56 alituambia tena mwili huu haufai nini? Huu wa kiungu au kwaki unagusa. Tena narudilia 57. Huo mwili wa kiungu haugusi. Tuko mwisa 24. Huo mwili wa kiungu haugusi, ambao ni teofani, haugusi, hauoni, au kwaki nao. Yaani hauna macho hii ya kawaida. Tunasikia? Auoni, aunusi. Utanusa nini? Ili upate harufu gani? Una haja harufu? Hivi wafreda ambao kwa kiwango cha 6 wako na haja ya chakula? Wana njaa? Wana haja ya maji kule? Haina zile hizi hazina kazi kule, kwa sababu kula hakuna hivi vyote ya dunia. Biko yako atasafiri na gari, ataenda wapi huko? Atasafiri ili aende wapi? Lakini hapo utahitaji usafiri na gari kwa sababu unaenda kwenye huko na sehemu kwenye unataka kwenda. Sio kweli? Mazingira ya dunia ndio inakufanya uwe hivyo. Inakulazimisha uwe hivyo. Si ni kweli? Auoni, aunusi, ausikii. Haukwagi na sikia? Sasa mtu azita mwenye iko kiwango atakuwa kufanya nini huko? Asikiaji. Unasikia?
Au kiwango ya huku kwetu kwenye kiwango ya kwanza ya pili ya tatu atakuja kufanya nini? Anasikiaga, anaonaga, tutamgusa, atakuja kufanya nini? Unasikia maandiko huko au sikii? Nabii anasema hizi tulizo nazo. Kwa hivyo Mungu alimuweka mwanadamu chini pale ili apate kugusa na kusikia. Huyu mwenye aliumba hapa na tumfanye mtu kwa mfano wetu, akamshusha chini zaidi, akamuweka mwili wa udongo ili awe nagusa na kusikia, ili zile hizi tano zifanye nini? Zifanye kazi. Sawa? Na ndio maana Adamu alipokufa ile teofani ilitoka. Tunasikia vizuri? Ilitoka ule mtu tumfanye mtu kwa mfano wetu. Yule roho wa Adamu akatoka. Alitoka, udongo ukabakia pale. Si ndio alimwambia Mungu, na kwa sababu nilikutoa mavumbini utarudia kule kule kwa nilikutoa. Sikia sasa. Na alipotembea katika bustani ya Edeni, nani huyu? Adamu. Kwanza kama mwili wa kiungu, kabla hajaingia Mwanzo 2. Sikia. Katika mabano, kama Roho Mtakatifu alivyo ndani humu sasa akitembea ndani humu. Huko nasikia Abraham. Roho Mtakatifu alikuwa anatembea wakati anahubiri. Roho Mtakatifu alikuwa anatembea mule. Huko mwe alimuona. Na ndio giza alikuwa anatembea mshamba la Eden. Wanyama walikuwa wanamuona. Huko nasikia Abraham. Roho Mtakatifu haiko hapa. Haiko hapa. Unamuona? Ndio giza naye Adamu alikuwa mshamba la Eden. Kwa hiyo asingegusa simba hivi kwa sababu hakukuwa na hisi za kubu. Lakini alikuwa anatembea mshamba la Eden, anatawala wote. Humu ndio mulikuwa zile pouvoir, ile nguvu ya kusema wewe mlima to. Tunasikia? Amen. Tunaelewa? Na alipotembea katika bustani ya Edeni, kwanza kama mwili wa kiungu, wakati alipokuwa hapa Theofani, alipokuwa Logos, Mwanzo 1:26. Na anatoa mabano, anafungua mabano. Kama Roho Mtakatifu alivyo ndani humu sasa akitembea ndani humu. Ndio gisa alikuwa mshamba la Eden. Usingemwona na macho ya kawaida kwa sababu ule mwili hauna hisi za kawaida kama hizi ambazo tuko nazo. Na ndio maana Roho Mtakatifu hauwezi mkamuona na macho ya kawaida. Twende polepole. Wakati nabii alikuwa anahubiri, wakati unaonaga ile video ya Kilindi ita Kilindi. Sasa anasemaga mnajua kitu fulani mimi nasubiri kwa sababu bila yeye sitafanya chochote. Wakati aliingia kuko mwenye alimuona. Akina kukua pale. Unaona huko ndio gisa alikuwa mshamba la Eden Adamu vile. Kuko mwenye alimuona Roho Mtakatifu pale. Lakini sasa kwa sababu yeye walikuwa ulimwengu mmoja, akajua hivi tayari Bwana ashaingia. Na kuna wakati Roho Mtakatifu alikuwa anatoka pale kumibari, anatoka, anatembea kule, akusema eti kule kuko nuru ya Mungu ambaye yasimama juu ya ule mwanamke wa Afrika kule nyuma, mtu mweusi, dada simamisha mkono, wewe uko na kansa fulani uko pandisha mkono, sio kweli? Nuru yakaiona na deja piko mpako. Ile nuru ilikuwa nuru gani tena? Na wewe aisha kwa mwoncho hapo. Nasikia huko. Kuonyesha kwamba Mungu iko kila sehemu. Iko kila sehemu. Tunasikia sio kwamba alijigawa. Mungu iko kila sehemu. Ile ni madhihirisho ya presence yake. Ya uwepo wake. Ndio maana aliposema wakati alipoingia mwoncho akasema eti naona ukumbi watu unajaa ukungu wa Roho Mtakatifu. Yaani watu wote bako muroho moja. Tunasikia vizuri? Asio kweli? Atuonage Kilindi ita Kilindi. Unai mwaishaona Roho Mtakatifu anashuka pale. Huko mwalimuona Roho Mtakatifu? Ja kukuepo. Pale anaanza ambia, ni bwana mavu simama, anaanza tepa hivi. Watu wanaanza kuja kumshika anaanza lewa na nguvu za nani? Kuko mwaliona Roho Mtakatifu pale? Si tuko tunaona nabii tu bana mshika. Lakini Roho Mtakatifu alikuwa hapa? Wale mavu simameni na tupeni magurudumu yenu. Sio hivyo? Wenye kansa, wenye magonjwa ya moyo, nendeni mmepokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo, pokeeni uponyaji. Sio kweli? Basi sasa. Na alipotembea katika bustani ya Eden, je veux ça religieux.
kwanza kama mwili wa kiungu, kama Roho Mtakatifu alivyo ndani humu. Sasa akitembea ndani humu, akitembea ndani humu hapa ni kama tu kwanza unapigwa mabawa ya malaika. Ona mabawa ya malaika. Nasikia vizuri? Kaa vizuri pastor. Sikie, kama Roho Mtakatifu alivyo ndani humu, sasa akitembea ndani humu. Sikie, aliishi maisha ya wanyama. Aliishi maisha ya wanyama. Alitawala kila kitu, lakini angelima. Tunasikia vizuri? Hapo alipokuwa roho, Adamu asingelima kwa sababu hakukuwa mwili wa udongo ambao uko na hisi 5. Tunasikia vizuri? Pamoja? Ona. Kwa hivyo Mungu alimuweka yeye katika mwili huu apate kuilima ardhi. Akampa hisi zake 5. Baada ya kumuingiza mwili sasa wa kawaida. Akampa hisi 5. Kuilima ardhi na kulima shamba la mizabibu na kadhalika. Hata hivyo mwanadamu angali alionekana mpweke. Sio kweli? Kwa hiyo kufanya kazi haikutokana na nini? Na kuanguka. Unasikia vizuri? Tuko nasikia. Wewe utakula kwa jasho hivi na vile. Kufanya kazi haikutokana na kuanguka. Nilikuwa ni kusudi ya Mungu kumweka Adamu mwili ili alime ardhi na awe na shamba ya nini? Ya mizabibu. Unasikia vizuri? Kwa hiyo kufanya kazi ni neno la Mungu, sio kwa sababu ya kuanguka. Branham huyo. Tunasikia? Sio kwa ajili ya kuanguka. Basi tutafanya neno lisema tutafute si dhambi ndio itufanya sisi tuwe tunahangaika hivyo bongo. Kabla hata dhambi haiingii. Adamu alianza kufanya kazi. Alianza kufanya kazi. Branham huyo. Akampa hisi zake 5 kuilima ardhi na kulima shamba la mizabibu. Haiko kazi. Na kadhalika. Na kadhalika. Hata hivyo mwanadamu angali alionekana mpweke. Unasikia huko eh? Anaanza kusikia kiu. Mimi niko peke yangu hata. Mimi sione hata. Mimi siakamilika hata. Mimi kuko inakosa. Akaanza hisi upweke. Nani mwenye alimwambia? Ni baada ya kuingia katika mwili. Sio kweli lakini. Kijana anapokuwa huyu atatamani kuoa. Bendera. Hiyo kisa alivyo hapo. Anatafuta kuoa kwa sababu umri hujafika. Lakini ikifika anaanza sikia upwe. Nani mwanamwambiaka? Maumbile ya mwili wenyewe unapofika kwenye wakati fulani, kwenye miaka fulani, unaanza dai. Unasikia vizuri? Huyu mwenye alimwambia na upweke sio Mungu. Ni yeye Adamu mwenyewe ndo alianza kujisikia upweke. Sikia, hata hivyo mwanadamu angali alionekana mpweke. Unasikia? Mungu alimuonyesha akampa shamba la awe na lima, hakuridhika. Unasikia? Hakuridhika. Sherugu anapenda kulala. Nabii asema huo ni mfano mzuri sana. Tazama, kwa kuwa yeye alipoumbwa kwanza aliwaumba watu wawili pamoja. Aliumba watu wawili pamoja. Aliumbwa mwanamume na mwanamke. Mwanamke naye alifanya nini? Aliumbwa. Mwanamke aliumbwa. Sio kitu ambacho kilitoka kwa mwanaume. Unasikia mafunuo eh? Unasikia? Mwanamke naye aliumbwa. Hii Mwanzo 1:26 aliposema na tuumbe mtu, tufanye mtu mmoja. Lakini alikuwa double, alikuwa mtu ambaye iko double. Alikuwa na roho wa kiume na wa kike. Vile gisi Mungu alipomuumba eti na tumfanye mtu kwa mfano, tayari mulikuwa roho wa kike, mwanamke naye alikuwa shaumbika. Tunasikia vizuri?
Nabii anasema tazama, kwa kuwa yeye alipoumbwa kwanza, yeye Adamu aliwaumba. Mungu alipoumba Adamu aliwaumba watu wawili pamoja, aliumba watu wawili pamoja. Aliumbwa mwanamume na mwanamke. Huyo mtu alikuwa hivyo, tunasikia Adamu alikuwa na double portion ya roho, alikuwa na roho wa kike na wa kiume. Je, mtu huyu kuzirisha kwamba mwanamke naye alikuwa ishaumbwa. Biblia ilisema alikuwa hivyo. Mungu alimuumba mtu akiwa mwanamume na mwanamke pia alimuumba. Tazama sasa, mtu alipotenganishwa, unasikia sasa, mtu alipotenganishwa na ule mwili wa kiungu, nasikia nabii hii hata yani nakwambia hata Sunday school ataelewa. Tazama sasa, mtu alipotenganishwa na ule mwili wa kiungu, yaani mwili alitoka mwite ufani sasa. Ndio yenye tuko tunasema hapa. Mwanadamu akatoka mteofo, Mungu akamtoa mwili wa kiungu. Alipotenganishwa na ule mwili wa kiungu na kuwekwa katika mwili, yeye alikuwa hakuwa pale kabisa. Unasikia? Sehemu yake ilikuwa ingali ule mwili wa kiungu. Sehemu ya nani? Ya yule mwanamke ambaye alikuwa hajaonekana. Ilikuwa ya kiungu, lakini tayari ilikuwa lakini kimwili hakuonekana Eva. Unasikia? Lakini kwa mwili wa kiungu alikuwa Unasikia nabii? Fuata vizuri, uwe na somo, usilale. Tazama sasa, mtu alipotenganishwa na ule mwili wa kiungu na kuwekwa katika mwili, yeye alikuwa hakuwa pale kabisa. Yaani huyu mwanamke hakuwa pale wakati alitenganishwa. Unasikia vizuri? Ili aonekane mumwili. Hakuwepo Hawa. Eva hakuwepo pale. Hakuwa pale kabisa. Sehemu yake ilikuwa ingali ule mwili wa kiungu. Kwa hivyo haikuonekana sawa. Unasikia huko Ndipo Mungu akaona hata si vema mwanaume akae peke yake. Nitoe ile nyingine roho ya kiungu niweke mumwili, ili sasa apate mtu ambaye anafanana naye. Unasikia vizuri? Je, Adamu alikuwa anajua kama iko na roho wa kike? Alikuwa anajua? Mwenye alikuwa anajua ni Mungu. Sikia sasa, akaondoa ng'ombe wa kiume na wa kike. Si ndio kwenye alibaonyesha Adamu alikuwa pale, akaanza angalia hivi iko mumwili. Ng'ombe wa kiume na wa kike wanapita pa wawili. Anapita. Tembo naye anapita. Simba naye anapita. Zebra naye anapita. Kuku, kakarika. Banapita pale wawili. Sio kweli? Chura iko mnyama. Chura na yeye na mke wake wanabaka. Tunasikia vizuri? Ndio maandiko inasema Mwanzo 2 kama 17 Adamu akasikia upweke baada ya wanyama wote kupita. Akurizika. Aliona upweke tu. Akaondoka ng'ombe wa kiume na wa kike, akaondoka farasi na akaondoka ndama na kadhalika, wawili. Nasikia? Wawili. Lakini Adamu yeye ilikuwa ona, kulikuwa na kasoro fulani, kulikuwa kasoro kwa Adamu. Yaani kulikuwa manki. Shauku hiyo ilionyesha kuwa kuna mwenziwe anayemgoja. Nabii anasema mwafahamu na mawazo kwamba hatuna budi kufa hapa, ya kwamba tunasumbuka na kuhangaika, nasi tunatumainia uzima ambao hauna kifo. Inaonyesha unatungoja sisi. Ona, tunasikia huko. Naye Adamu alikuwa peke yake, na Mungu kuonyesha kuwa hawangetenganishwa. Sasa naenda kurudia jambo hili kwa dakika moja. Tazama, yeye hakwenda na kupata matope na kumuumba Hawa. Unasikia huko Sasa wakati alipotaka kumtoa Hawa, Mungu hakuchukua donge ingine ya mavumbi.
Tunasikia? Alichukua ile yenye iko kwa Adamu ile. Ndo akamtengeneza nani? Eva. Tunasikia? Ndo unaposikia kwamba eti mwanamke akuumbwa kwanza ni nani? Ni mwanaume. Tunasikia vizuri? Yaani mwile muasilia. Kama vile Adamu alivyochukuliwa kwenye udongo. Tunasikia vizuri? Kama vile Adamu alivyochukuliwa kwenye udongo kwenye Mwanzo 2, sawa? Kwa hiyo Eva naye hakuchukuliwa kama Adamu alivyochukuliwa kwenye Mwanzo 2. Tunasikia? Ndio tofauti ambao unaosema Paulo pale kama eti mwanamke hakuumbwa kwa. Tunasikia? Kwamba mwanamke hakuumbwa kwanza, mwenye aliumbwa ni Adamu. Pale Paulo alikuwa anasemea nini? Mwanzo 2, Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 7. Haiko Adamu, huyu sio Adamu. Si ni Adamu? Lakini Adamu wa mwili. Kwa hiyo sasa hapa Paulo alikuwa anaongelea kimwili, hakusema kiroho. Tunasikia vizuri? Lakini kiroho aliumba mwanaume na mwanamke. Tunasikia? Ile Paulo anavyosema kwanza mwanaume eti mwanamke hakukua katika uumbaji wa kwanza. Mwanamke hakuumbwa. Frere, ni kitu. Mwanamke ni kitu ambacho kilitoka kwa kitu kingine. Ni kimwili. Tunasikia mafunuo ya nabii. Tutoa ile zarau zenu za zamani zile. Eti frere, mwanamke ni kitu frere. Ni kitu namna gani? Elewesha watu. Mwanamke ni kitu namna gani? Ni baada ya kutoka kwa Adamu kimwili. Kwa sababu Mungu hakuchukua udongo mwingine ili amtengeneze Hawa. Lakini kiroho wote waliumbwa na Mungu, mwanamke na mwanaume wote. Tunasikia vizuri? Ndio hapa Biblia inasema katika kimwili ndo akawatenganisha tu. Sawa? Tazama, yeye hakwenda kupata matope na kumuumba Hawa, lakini yeye alimuumba toka kwa matope ya asili, virigile Adamu. Unasikia? Akatoa ubavu kati ya mbavu zake na kumfanyia msaidizi, na huyo alikuwa Hawa. Yeye aliumbwa kwa ajili ya mwanamume na sehemu ya mwanamume. Unasikia huko? Hawa aliumbwa kwa sababu ya mwanaume. Baada ya mwanaume kusikia upweke, ndio maana Mungu akaona si vema mwanadamu awe peke yake, nitamfanyia nani? Msaidizi. Ndio akatoa ile kwenye kote ule ubavu wa Adamu, akamtengenezea msaidizi. Kwa hiyo mwanamke ni sehemu ya nani? Ya mwanamume kimwili. Lakini kiroho wote waliumbwa. Inaeleweka? Na huyo alikuwa Hawa. Yeye aliumbwa kwa ajili ya mwanamume na sehemu ya mwanamume. Hawa alikuwa sehemu ya Adamu mwanzoni katika uumbaji, katika mwili wa kiungu. Unasikia? Alikuwa sehemu yake hapa katika uumbaji. Yeye angetenganishwa katika uumbaji mwingine. Ilimpasa kuumbwa katika uumbaji ule ule. Unasikia vizuri? Vile giza alikuwa kiroho na ilitakiwa iendelee na kimwili, na ndio maana Mungu hakutafuta udongo mwingine. Alichukua ule wa kwanza. Na ile roho ambayo ilikuwa ya kwanza ndio yenye tena ilitoka ikaingia mule wa mwili. Tunasikia? Na wewe anasema ni uumbaji ule katika uumbaji ule. Hiyo hasa ndivyo sababu, sikia sasa kiroho. Hiyo hasa ndivyo sababu Kristo na Mungu iliwapasa kuwa nafsi ile. Sio nafsi mbili. Yesu na Mungu sio nafsi mbili. Ni mtu huyu. Si nafsi ndo mtu. Ni mtu huyu. Hiyo hasa ndivyo sababu Kristo na Mungu iliwapasa kuwa nafsi ile. Haingekuwa vinginevyo. Kama yeye angekuwa mtu mzuri na nabii, yeye angekuwa mkombozi. Ilimbidi kuwa muumba mwenyewe. Bali yeye yungali katika ule mwili wa kiungu sasa. Unasikia vizuri?
Yesu hivi iko mwili wa nini? Wa kiungu kule mbinguni. Yesu iko mbinguni, mtu asikudanganye. Yesu iko wapi? Mbinguni. Lakini roho wake anafanya kazi hapa dunia kwa umbo la Roho Mtakatifu. Ni Yesu ile yule. Tunasikia vizuri? Wakati Yohana Mbatizaji anambatiza, Roho Mtakatifu akushuka. Mfano wa nini? Wa njiwa. Kama Yesu alikuwa ni, si ndio wanaulizaga wao wa madhehebu wenye wajui maandiko na Waislamu. Kama Yesu alikuwa ni Mungu, sasa ile Roho Mtakatifu yenye ilitoka wapi? Na yeye kama ni Mungu. Sio kweli? Tulia wewe, utajua Mungu. Paulo alisema siri ya utaua ni kuu. Siri ya utaua ni kuu, hauwezi ukaelewa kimwili. Siri ya uungu wa kujua Yesu Kristo ni Mungu ni kubwa, utachanganyikiwa. Sawa? Tuko pamoja? Kama yeye angekuwa mtu mzuri au nabii, yeye angekuwa mkombozi. Ilimbidi kuwa muumba mwenyewe. Bali yeye yungali katika ule mwili wa kiungu sasa. Mwaona na jinsi yeye alivyokuwa wakati huu. Jinsi alivyokuwa wakati huu mwanzoni. Yeye Mungu alikuwa wa kiungu, na leo hivi tunavyoongea mimi na wewe mwezi wa 5 hivi Yesu anatusikia. Iko na mwili wa kiungu mbinguni, iko Yesu mwenye alikuya hapa. Iko mbingu, kule mbinguni hakuna roho, kuko mwili. Tunasikia vizuri? Tunasikia? Yesu atakuya? Atakuya maisha kuya. Kutuchukua. Mwenye atakwambia tu nyakusha fanyika ni bongo. Tunasikia vizuri? Tuko tunaelewa. Mwenye atakwambia tu nyakusha pita ni bongo. Anafundisha vibaya. Mafundisho ya uongo. Ni ya mashetani. Tunasikia? Ngoja tumalizie hapa. Uzao wa nyoka. Shiki hapa usilale, tunamalizia hapa kwenye uzao wa nyoka. Sikia uzao wa nyoka, tarehe 28 mwezi wa 9 58 jioni. Aya ya 325 hadi 20 na ngapi? Hadi 27. Sawa? Tunamalizia hapo. Somo letu inaisha hapo hivyo kwa leo. Dogo, fungua macho. Sikia. Nabii anasema 325. Tunaamini katika kuja kwa pili kwa Kristo. Tunaamini katika kuja kwa pili. Kwa nani? Kwa Kristo. Siki. Tunaamini katika kuja kwa pili kwa Kristo, mwili unaoonekana wa kibinadamu wa Bwana. Mwili unaoonekana wa kimwili wa nani? Wa kibinadamu wa Bwana. Kwa hiyo Yesu atakapokuja watamuona. Wale wenye watakuwa tayari kwa ajili ya kunyakuli watamuona katika mwili. Mfransa wanasema physique, dans le physique, hivi kama gisi tunavyoonana hivi. Mfransa ndo anaweka physique. Sawa? Haiko nabii huyu? Tunaamini katika kuja kwa pili kwa Kristo, mwili unaoonekana wa kibinadamu wa Bwana, si roho. Sikia, Yesu atakapokuja hatakuja roho, hatakuja kiroho, kwa sababu kwa sasa anatumika kama roho. Hivi anatumika kama roho. Yesu anatumika kama roho hivi, Roho Mtakatifu.
ndani ya kanisa. Kwa hiyo atakapokuja kuchukua kanisa anakuja na wengine wanasema eti ni wakati alikuja na Branham. Hapa Branham anasema ni Branham. Eti wakati alipokuja kujizihirisha kwangu ndo anakuja. Ni hapa. Eski ni hapa kuja kufunua mihuri 7? Tunaamini katika kuja kwa pili kwa Kristo, mwili unaoonekana wa kibinadamu wa Bwana, si roho. Branham anarudilia, fuata huku, si roho bali mwili wa kibinadamu wa Bwana Yesu akija tena katika utukufu. Akija mwili wa binadamu wa nani? Ule unaoona pale, ule wenye uliishi hapa duniani, ndo tena atakuya nao. Tunasikia vizuri? Na yeye alisema si kiroho, sio hata kuja kiroho. Kuja kiroho kwani alewesha hapo. Watu mimi sijui watu toka pana mafundisho ya ubongo ya mashetani. Hii kuja kwa pili ni unyakuo. Tunasikia vizuri? Kwa sababu anasema kuko kuja kutatu kwa nani? Kwa Kristo. Kwanza anakuja wakati alikuja kuhubiri Injili. Alipozaliwa na Mariamu, ndio kuja kwa kwanza. Tunasikia vizuri? Kukuja kwa kwanza kwa bikira. Sawa? Ndio kuja kwa kwanza huko. Tunasikia vizuri? Kwa pili bibi harusi ambayo ni unyaku, na kwa tatu milenyome. Tunasikia vizuri? Sasa tunasikia vizuri? Hatuna wakati tungesoma sasa ile ujumbe arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa part, tungeisha ndo kwa anafafanua vizuri. Yesu ndo kuja kwa kwanza na hii kwa pili kunyakuliwa. Sawa hii intervalle hii tunasikia vizuri? Hata kulala hii intervalle ambayo iko hapa kati hii ya kwanza na ya pili, hapa katikati. Sawa kulingana na ahadi ya Luka 17 Luka 17:30 na Malaki 4. Sawa, anakuja katika umbo la nani? La nabii. Tunasikia vizuri? Hapa kulingana na ahadi ya Malaki 4 na Luka 17:30 anakuja tena kama mwana wa Adamu akichukua umbo la mwanadamu ambaye anaitwa nabii. Tunasikia vizuri? Kwa maneno mengine inaitwa presence ya Mungu, uwepo wa Mungu ndani ya kanisa. Tunasikia vizuri? Hapa kati ya kuja kwa kwanza na kwa pili, hapa katikati ndo kuko nyakati 7 za kanisa. Hapa ndo kuko nyakati 7 za kanisa. Mungu anashughulikia mataifa. Kufika kanisa la 7 anajifunua katika umbo la nabii. Hii haikukuja kwa pili. Tunasikia vizuri? Hii haikukuja kwa pili. Kuja kwa pili ni kuja kunyakua kanisa. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5. Ndio kuja kwa pili kwa Kristo. Hapa anakuja kulingana na ahadi ya kujifunua kwa kanisa, na hapa ndo kuko ahadi ya Ufunuo 10, na ndo hii hapa. Yesu kabla hajaja kuchukua kanisa anakuja kufunua neno, anakuja kumpa nabii kitabu. Tunasikia vizuri? Yaani ule aliona mwenye aliona kwamba alipewa kile kitabu ulikuwa mfano wa bibi harusi. Na Branham naye iko bibi harusi. Haiko bibi harusi? Akapewa neno ambalo lilikuwa ishafunguliwa. Kwa sababu kile kitabu kidogo kilikuwa kishafunguliwa.
Ndio yule malaika mkubwa akaja kumpatia Yohana, na Yohana anawakilisha bibi harusi ambaye ni nabii. Tunasikia vizuri? Ndo anadhihirika hapa katikati hapa Mungu Yesu Kristo akifanya kazi ndani ya nabii wake. Ndo sasa Roho Mtakatifu akiongoza kanisa. Tunasikia vizuri? Na Roho Mtakatifu alianza kuongoza kanisa kuanzia Efeso hadi Laodikia. Tunaelewa? Tunaamini na tushasoma hapo, si roho bali mwili wa binadamu wa Bwana Yesu akija tena katika utukufu. Tunaamini hivyo? Sikia ingine, tunaamini katika kufufuka kimwili kwa wafu, kupokea mwili si mzee na wenye makunyanzi kama tunavyoenda kaburini, bali mpya katika kipeo cha furaha ya ujana, tukaishi milele. Sio kweli? Ndio tunasoma siku zote hapa. Tunaamini katika kutokufa kwa nafsi. Nafsi inakufaka? Tunaamini katika kutokufa kwa nafsi kabisa. Tunaamini kuna namna moja tu ya uzima wa milele, na huo ni uzima ule unaopata kutoka kwa Kristo Yesu. Hiyo ni kweli kabisa. Ni kweli? Tunaamini hivyo eh? Na Bwana abarikie machache. Tumeelewa mwili wa kiungu. Dogo, funga hapo.